lakini hawakuweza kuufikia, maana wenyewe walikuwa na tumaini ya kwamba wanaweza wakavuka bila kuhusisha Mungu. Hakika mambo yako yote ni bure, ni lazima ukaweze kumwachia Mungu. Mungu ndiye anaweza kukuvukisha, akaweza kukuweka katika kiwango kingine. Maana kuna wengi wao wamekuwa na maisha mazuri, wamekuwa na fedha, wamekuwa na nyumba mzuri, lakini hawakuweza kuvuka mwaka huu kwa sababu hawakuachia Mungu maisha yao, Mungu akaweze kuwavukisha. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Mungu ametuvukisha akatufikisha mwaka huu, mwaka wa 2026. Tunatumai ya kwamba ni mwaka wa baraka katika maisha yetu, na Mungu akaweze kuwabariki sana. Asanteni sana wale ambao mlikuwa hapa mkaweza kusherekea mkiwa hapa Nairobi. Mungu awabariki sana. Na hata wale ambao waliweza kusafiri, Mungu akaweza kuwabariki sana, kwa sababu Mungu aliweza kuwalinda na akaweza kuwaongoza, akaweza kuwarudisha. Tunasema ni asante kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru sana kwa sababu ya msimamizi wa ibada. Amepeleka ibada kwa njia mzuri, mpaka tuko na muda wa kutosha. Salamia jirani yako, mwambie ni wakati wa neno. Mwambie karibu sana. Karibu kwa ibada ya Bwana, na Mungu akakutendee makuu. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, reverendi, wachungaji bado wangali kule nyumbani. Natumai ya kwamba ni wanajipanga kurudi hapa Nairobi. Kwa hivyo tunajua ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nao. Kwa hivyo ningependa tu kuambia wote ambao wamekuwa mbali na sisi kwa muda kabla hatujakuwa pamoja, karibu sana. Mungu ni mwema, jinsi mlivyotuacha tungali Mungu ametulinda. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Najua ya kwamba wale ambao mliweza kwenda ushago mmetubebea makuu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua ya kwamba kuna mengi ambayo mmetubebea. Mungu akaweze kuwabariki. Nataka nikashukuru mwalimu wetu wa kwanza ambaye ameweza kusimama hapa akaweza kutufundisha neno. Ameweza kutufundisha neno la maana sana, neno la msingi katika maisha yetu. Ameweza kusoma kitabu cha Mathayo 17:20. Akaweza kunena kuhusu imani. Wakati mmoja Yesu alipokuwa ameketi na wanafunzi wake, aliweza kuambia ya kwamba kama mungelikuwa na imani, hakika mungeweza kuhamisha mlima mahali ulipo ukaenda mahali pengine. Maana alikuwa ameangalia imani yao ilikuwa imani dhaifu. Walikuwa wanakaa na Yesu, wanaona matendo ya Yesu anatenda, wanaona miujiza mingi ambayo Yesu alikuwa ameitenda. Hata ule uponyaji ambao ulifanyika wakiona na macho yao, bado walikuwa na tashwishi. Posa Yesu akaweza kuambia kwamba kulingana na imani yenu hapa, kama mungelikuwa hata na imani tu kidogo, hakika mungeliweza kuhamisha mlima ukaweza kutoka sehemu na ikaweza kwenda katika sehemu nyingine. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu alikuwa anazungumzia kuhusu imani, na imani ni chanzo cha Mkristo hata kufanikiwa. Mtu yeyote aliyefanikiwa alikuwa na imani. Hata unaposoma maandiko matakatifu yanakuambia kwamba Baba wetu
wa imani Ibrahimu alikuwa mtu wa kuamini sana, na Treasure akaweza kutusomea, akaweza kutuambia hata kitabu cha Waebrania 11. Kitabu cha Waebrania 11 inasema ya kwamba imani ni kuamini kile kitu kisichoonekana, kile kitu ambacho unatumainia ya kwamba kinaweza kikafanyika lakini hakionekani, kile kitu ambacho unahitaji lakini haujakiona, unaamini. Hiyo ndiyo imani. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni yule mtu ambaye anakaa kiamini ya kwamba siku moja nitaweza kutoka hali ambayo ninaishi nikaweza kusonga katika kiwango kingine. Unaposoma kitabu cha Warumi 10:17 inasema ya kwamba imani chanzo chake ni kusikia, naye kusikia kuja kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliye na imani ni lazima awe mtu wa kusikiza kile kitu anachoambiwa, yale mahubiri ambayo anayehubiriwa. Mtumishi wa Mungu anapokuambia kwamba utabarikiwa, ni lazima usikize na uamini, ndiposa utaweza kubarikiwa. Lakini wakati ambapo unapoambiwa ya kwamba utapona, lakini bado unayumbayumba, bado una mawazo mengine ya kujiuliza ya kwamba kweli nitapona, haya magonjwa niliyo nayo nitapona, haya magonjwa ambayo yamenisumbua miaka mingi yanaweza yakapona, basi wewe jua ya kwamba hauna imani. Lakini mtu aliye na imani ni yule ambaye anaambiwa ya kwamba utapona, anaamini ya kwamba amepona. Hata kabla hajapokea uponyaji, anaamini ya kwamba amepona. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliye na imani ni yule anayeambiwa ya kwamba utapata kazi, anaamini ya kwamba kazi imepatikana already. Anaanza kushukuru Mungu, anaambia Mungu asante kwa sababu umenipa kazi, hata kabla hajaiona na macho yake, lakini kwa sababu ya imani aliye nayo katika moyo wake, katika maisha yake, anaanza kushukuru Mungu. Mungu asante kwa sababu umenipa kazi, na kazi inapatikana kwa sababu umekuwa na imani. Ibrahimu wakati alipoambiwa na Mungu ya kwamba nitakubariki na nitabariki uzao wako, na uzao wako utakuwa taifa kubwa, Ibrahimu hakuwa na chochote, hakuwa na mwana. Lakini tazama, anaambiwa ya kwamba uzao wake utakuwa kama mchanga wa bahari, na wakati huo hakuwa na mtoto. Ibrahimu akamshukuru Mungu. Ibrahimu akamtolea Bwana dhabihu. Ona tu imani ile Ibrahimu alikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kama angelikuwa ni mimi ama wewe, ungeweza kujiuliza, nitakuaje na uzao mwingi ambao unatoshana na mchanga wa bahari, na hata saa hizi nimekuwa mzee na sina mwana. Lakini Ibrahimu hakuangalia umri wake. Ibrahimu hakuangalia miaka ambayo alikuwa nayo. Aliweza kuamini. Kwa hivyo imani ni kitu cha maana sana katika maisha ya Mkristo. Maisha yako unapotaka kufanikiwa, ni lazima uwe na imani. Unapotaka hata nyumba yako ifanikiwe, ni lazima ukuwe na imani. Licha ya kwamba unaweza kuwa unapitia katika changamoto, lakini unapokuwa na imani, ni lazima utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imani ni jambo la muhimu sana. Bwana Mungu akakutendee mema. Hilo andiko lilikuwa na maana sana, lilikuwa na msingi
lilikuwa la kututia moyo katika maisha yetu, katika Ukristo wetu. Ni lazima tuamini ya kwamba kila jambo ambalo tunahitaji, kila kazi ambayo tunayoifanya inaweza ikabadilisha maisha yetu, inaweza ikatusaidia. Mara mingi watu wanafanya kazi na wanakosa imani. Wanafika wakati hiyo kazi inakosa kuwasaidia kwa sababu hawajakuwa na imani. Lakini hata kazi ambayo unayoifanya, hata ikiwa kidogo, hata ikiwa ni kazi ambayo watu wanaidharau, hiyo kazi ukiwa na imani inaweza ikakusaidia. Kwa hivyo kwa kila jambo ambalo unalolifanya ni lazima uweke imani. Hata kwa maisha yako ni lazima uweke imani. Hata kwa safari ni lazima uweke imani. Ninaenda mahali fulani na nitarudi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu nikaweza kuchukua muda mchache. Najua ya kwamba watu bado ndio wanajipanga hali ya kuanza mwaka. Watu wangali na shughuli mingi. Nataka nichukue muda mchache kwa ajili ya kuzungumzia neno la Mungu. Nataka tu nikaweze kusoma kitabu cha Zaburi. Zaburi 127. Biblia inasema hivi: Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye alindaye akesha bure. Kazi yenu ni bure, mnaamuka mapema na kukaiwa kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye humpa pumzi, yeye humpa mpenzi wake usingizi. Amini. Tunapoenda kuomba. Baba wetu, katika jina la Yesu, Baba, ninakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo umeandaa kwa ajili ya wana wako. Hili ni neno ambalo umeliandaa Baba, likafanyike ni mkate wa uzima, mkate ambao Bwana wana wako watakula, wataweza kushiba. Hata waliyekuja wakiwa njaa Baba, wakaweze kusibishwa kupitia katika neno hili. Hili neno Baba likaweze kuwapa tumaini, likaweze kuwabadilisha Bwana, likaweze kuwaponya na likaweze kuinua. Kwa jina la Yesu tumeomba na tutakuamini. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia ya kwamba Bwana asipojenga nyumba, ajengaye afanya kazi bure. Huyu ni mtumishi wa Mungu Daudi, mwana wa Yese, mfalme wa Israeli, ambaye alikuwa ananena mambo haya. Daudi akiandika hiki kitabu alikuwa amefanya utafiti wa kutosha. Tazama, Daudi alikuwa ni mfalme, lakini kupitia kwa utafiti wake na kazi yote aliyoifanya Daudi, akaweza kuangalia na kaona ya kwamba hakika kama si Bwana ajengaye nyumba, yule ajengaye afanya kazi bure. Na Daudi, licha ya kwamba Daudi alikuwa ni mfalme, lakini amenena hapa jambo ambalo limenifurahisha sana. Akasema ya kwamba Bwana asipoilinda nyumba, Bwana asipoulinda mji, wale walindao wafanya kazi bure. Hakika tumeona watu wengi ambao wameweza kufanya shughuli zao bila kumhusisha Mungu, lakini yote imekuwa bure. Tumeona watu wengi
zao pasipo kumhusisha Mungu, hakika zote zimekuwa ni kazi bure, jinsi Mfalme Daudi anavyosema. Maana Daudi aliangalia kwamba yale mamlaka ambayo alikuwa nayo ya ufalme haingeweza kulinda mji, haingeweza kufanya kitu chochote, haingeweza kubadilisha maisha yake, haingeweza kubadilisha mji, haingeweza kubadilisha hata kazi yake pasipo kuhusisha Mungu. Daudi akaamua kusema katika maisha yake ya kwamba Bwana, nimeangalia katika kazi ambayo nimeifanya, katika shughuli ambayo nimeifanya, katika utawala ambao nimetawala, pasipo wewe kuniongoza, pasipo wewe kunisaidia, hakika yote imekuwa ni kazi bure. Daudi akasema ya kwamba kulingana na mambo ambayo nimeona, hakika Bwana, nimekuachia wewe. Ndiye unaweza kuniongoza, wewe ndiye unaweza kuniongoza katika ufalme wangu, wewe ndiye unaweza kunipa hekima na maarifa, wewe ndiye unaweza kunisaidia kwa kazi ambayo ninayoifanya, kwa sababu mambo ambayo ninaipitia pasipo wewe siwezi nikafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Akasema kwa mstari wa pili, kazi yenu ni bure. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Daudi anasema mambo hayo, yaani kazi ambayo alikuwa ameifanya wakati ambapo hakuwa amemhusisha Mungu, aliona hiyo kazi ilikuwa ni bure. Sasa Daudi akachunguza kulingana na utumishi wake, akaona kazi ambayo aliyekuwa akiifanya bila kumhusisha Mungu ilikuwa ni bure. Sasa Daudi anatambua Mungu ya kwamba Mungu ndiye anaweza kumsaidia, anaweza kumuongoza katika kazi yake. Hakika katika kazi ambayo unayoifanya ni lazima ukaweza kumhusisha Mungu, lakini bila kumhusisha Mungu, ndio sababu unaona watu wengi wanapofanya kazi wanasema ya kwamba wanapigwa vita, wanasema ya kwamba kazi imekuwa ngumu, wanasema ya kwamba kazi imekuwa mahangaiko, wanasema ya kwamba kazi haiwasaidii kwa sababu hawakuweza kuhusisha Mungu. Iposa mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba bila kumhusisha Mungu hii kazi yote ni bure. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi huwa wanasherehekea mwaka ukianza, kila mara kwa mara wanasema mwaka uliopita umekuwa ni mwaka mgumu. Wanasema ya kwamba mwaka ambao unaanza utakuwa ni mwaka wa matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Kila mara huwa wanasema ya kwamba mwaka uliopita ulikuwa ni mwaka mgumu, unaoanza ni mwaka mzuri. Tena mwaka wenye umeanza unaenda, ukifika Disemba wanasema huu mwaka ulikuwa ni mwaka mgumu. Tena wanaanza kusherehekea mwaka ujao, wanasema huu mwaka ambao umeanza ni mwaka ambao utakuwa ni mwaka wa mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Tena mwaka wenye umeanza tena umekuwa tu ule mwaka ni kama ule wenye umepita. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Mwaka unapoanza watu wengi hawamhusishi Mungu, watu wanahusisha shughuli zao, wanaacha kumgeukia Mungu, wanageukia shughuli zao, wanapanga mipango yao bila kumhusisha Mungu. Yaani wenyewe wanajipangia, wanasema ya kwamba huu mwaka ninataka nifanye kazi fulani, huu mwaka nataka nikajenge nyumba, huu mwaka nataka ninunue gari. Lakini mwaka unasonga, mwaka unafika mwisho, mtu hajafanya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hawajahusisha Mungu, kwa sababu hawajahusisha Mungu kwa mipango yao, ndio sababu watu wanafanya shughuli zao, zinafika njiani zinawalemea. Shughuli zao zinafika wakati zinakuwa ni mzito. Kazi ambayo wanaifanya inafika wakati
kazi imekuwa ni kazi ya kuhangaika kwa sababu hawakuweza kuhusisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna watu wanaweza wakazaa watoto, unabarikiwa na watoto wazuri, wakati wa kujifungua unasherehekea, unamuita mtoto wako majina mazuri, mpaka unamuita yale majina ambayo unajua ya kwamba ni majina ya kufaulu. Lakini mtoto anapokuwa anafika wakati, mtoto anaanza kubadilika, anachukua sura nyingine, ile sura ambayo hata mwenyewe hujaichua, haujajua hiyo mienendo imetoka wapi, haujajua hata hii tabia imetoka wapi, kwa sababu haujahusisha Mungu. Mtoto wako haujampeleka kwa Mungu, haujamwachia Mungu katika maisha yake, haujampeleka kwa Mungu. Ndio sababu sasa inafika wakati anabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu mtumishi wa Mungu Daudi anachunguza katika maisha yake, anasema ya kwamba kazi ambayo tunayoifanya bila kumhusisha Mungu, shughuli zetu ambazo tunazifanya bila kumhusisha Mungu, hizo shughuli zote zimekuwa ni bure. Bwana Yesu asifiwe. Hata nyumba yako ni lazima uhusishe Mungu. Hata ndoa yako ni lazima uhusishe Mungu. Tumeona ndoa mingi zikifanyika. Hata wengine wanafunga ndoa, wengine wanachukuana wakiwa na furaha, wengine wanafunga ndoa wakiwa na furaha, lakini ndoa inafika wakati, ndoa inakuwa ni ndoa ya machungu, ndoa inakuwa ya kuteseka, ndoa inakuwa ya kulia, kwa sababu wamefika wakati wamemuacha Mungu, yule Mungu ambaye alisema ya kwamba watamtumikia kwa siku zao zote, watamtumikia kwa nyumba yao, lakini wanafika wakati wanamuacha huyo Mungu. Sasa ndoa inakuwa ni ndoa ya kilio. Watu ambao walikuwa wanaitana hani, wanaitana dadi, sasa wanaanza kuitana ule mtu huku kumutu, kwa sababu wamemuacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapohusisha Mungu, hakika nataka nikwambie kwamba utakaa kwa maisha yenu, utakaa na furaha, utakaa kwa maisha mazuri, hata wakati mtakapopitia katika changamoto, hata wakati mtakapopitia katika shida, lakini unapohusisha Mungu, nataka nikwambie kwamba mpendwa, hiyo ndoa itakuwa na amani, kwa sababu kila mmoja ataweza kuelewa mwingine, kwa sababu mmehusisha Mungu ambaye atawapa hekima na maarifa ya kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni lazima tukaweza kumhusisha Mungu katika mipango yetu, tukaweza kumhusisha Mungu mwaka huu, ili Mungu akaweze kutujalia, Mungu akaweze kutulinda, Mungu akaweze kufanikisha mipango yetu. Najua ya kwamba kuna wengi ambao wamepanga mipango mingi katika mwaka huu, kuna wengi ambao wamepanga mambo yao yakaende vizuri katika maisha yao. Ni lazima ukaweze kumhusisha Mungu, ni lazima ukaachie Mungu mipango yako, ni lazima ukaweze kuachia Mungu nyumba yako, ni lazima ukaweze kuachia Mungu kazi yako, Mungu akaweze kulinda kazi yako. Hata maadui yanapoinuka, ambia Mungu ya kwamba Mungu, nimekuachia wewe, ndiye mlinzi na wewe ndiye utakayenilinda katika hii kazi. Hata maadui atakapoinuka, hawataweza kukuona, wataona Mungu aliye ndani mwako. Yeye ndiye atakayeweza kupigana na maadui, kwa sababu maandiko yanatuambia kwamba siku moja wakati wana wa Israeli walipokuwa wakitoka katika nchi ya Misri, wakafika katika nchi ya Wahindi, Wahindi wakaanza kuwapiga vita, lakini walipomwinua Mungu, walipomtegemea Mungu, waliweza kuwashinda wale maadui zao. Utaweza kushinda maadui zako kwa sababu umemtegemea Mungu. Utaweza kushinda maadui zako kwa sababu umemtegemea Mungu. Utaweza kushinda magonjwa kwa sababu umemtegemea Mungu. Utaweza kushinda mauti kwa sababu umemtegemea Mungu. Utaweza kushinda njaa kwa sababu umemtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Mungu ataweza kukufanya mshindi kwa kila jambo. Mahali popote ambapo utaenda, hakika utakuwa mshindi. Mahali popote ambapo utaishi, hakika utakuwa mshindi, kwa sababu umemtegemea Mungu. Mara mingi Daudi aliweza kushinda maadui zake kwa sababu aliweza kumtegemea Mungu. Kama hangelikuwa Mungu, hakika maadui wangeweza kumshinda Daudi. Lakini kwa kila jambo ambalo Daudi alikuwa analifanya, Daudi aliweza kumtegemea Mungu. Daudi aliweza kumshinda Goliath kwa sababu aliweza kumtegemea Mungu. Unaweza ukapita katikati ya maadui zako, unaweza ukapita katikati ya kivuli cha mauti, lakini unapokuwa na Mungu, Mungu ataweza kukupitisha. Maandiko yanatuambia kwamba katika kitabu cha Isaia 43, hata wakati unapokuwa na Mungu, utapita katikati ya maji mengi, utapita katikati ya moto, lakini utaweza kuchomeka kwa sababu utakuwa na Mungu. Mungu ataweza kukuzingira, Mungu ataweza kukulinda, Mungu ataweza kupitisha katikati ya maji, hautaweza kuzama. Maji yanaweza kawa majaribu, maji yanaweza kawa magonjwa, maji yanaweza ikawa magonjwa, maji yanaweza kuwa michaa, maji yanaweza ikawa ni mahangaiko ambayo unapita katikati. Unapokuwa na Mungu, Mungu ataweza kukulinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaweza kumtegemea Mungu. Unaweza kumtegemea Mungu kwa maisha yako yote. Mungu ataweza kukuinua, Mungu ataweza kukulinda. Katika nyumba yako mtegemee Mungu, katika shughuli zako mtegemee Mungu, katika shughuli zako ukaweza kumtanguliza Mungu wako. Mungu ataweza kukuongoza, Mungu ataweza kukupa maarifa, Mungu ataweza kukupa hekima. Siku moja wakati Solomon mwana wa Daudi, Mungu akaweza kumtokea katika ndoto, akamuuliza, nimeona ya kwamba umekuwa mtu ambaye umeweza kunitegemea sana, umeweza kuwa mwaminifu, na nataka ukaweza kuniambia tu jambo moja nikaweza kukutendea. Bwana Yesu asifiwe. Solomoni akaambia Mungu ya kwamba kile ambacho ninahitaji ukaweze kunitendea ama kunipa ni hekima na maarifa, maana umeweza kunipa hawa watu kuongoza niwe mfalme wao. Pasipo hekima na maarifa siwezi nikaweza kuwaongoza. Mungu akaweza kumwambia kwamba kama wangelikuwa ni wafalme wengine ama ni mtu mwingine, angesema ya kwamba nipe mali ili watu wakaweze kuniogopa, lakini wewe umeomba tu hekima na maarifa. Kwa sababu umeomba hekima na maarifa, mimi nitakupa hekima na maarifa na nitakuzidishia mali ili ukaweze kuwatawala hawa watu. Kwa hivyo ukaweze kumwambia Mungu, Mungu akaweza kukupa hekima na maarifa. Mwaka huu unapoanza, hili wiki la kwanza ambalo tumeanza siku ya leo, ukaweze kumwambia Mungu akaweza kukupa hekima na maarifa ya kuweza kuendelea katika mwaka huu, akaweza kukupa maarifa ya kuweza kumshukuru, ukaweza kumtumainia Mungu ili Mungu akaweza kukulinda katika shughuli zako, ili Mungu akaweza kufanikisha mipango yako, ili Mungu akaweza kukujalia mema, ili Mungu akaweza kulinda familia yako, ili Mungu akaweza kulinda kile kitu chochote ulicho nacho. Mungu akaweza kukupa kile chochote unachohitaji katika maisha yako. Unapomwomba Mungu hekima na maarifa, jua ya kwamba Mungu atakupa kile chochote unachohitaji. Haijalishi unahitaji kitu gani, haijalishi unahitaji kazi katika maisha yako, Mungu anaenda kukujalia. Huu mwaka unapoanza, Mungu anaenda kukupa kile chochote unachohitaji.
Haijalishi maisha yako imekuwa namna gani, haijalishi umehangaika kiasi gani, haijalishi maisha yako imefungwa, haijalishi ni nani aliyefunga maisha yako, lakini mwaka huu unapoanza, Mungu anaenda kufungua, kwa sababu ni Mungu aliyefungua. Hata wana wa Israeli waliokuwa wamefungwa katika nchi ya Misri, huyo ndiye Mungu anaenda kufungua siku ya leo maisha yako. Mungu huyo anaenda kufungua hata watoto wako waliyefungwa, hata kazi yako iliyofungwa, hata ile kazi ambayo unayofanya, ile kazi ambayo unafanya, ambayo unaona ya kwamba haijakuwa ya faida. Nataka nikwambia kwamba hiyo kazi inabadilishwa, inakuwa ya faida katika maisha yako. Hiyo kazi inaenda kukubariki, hiyo kazi inaenda kukufanya unaenda kusonga katika kiwango kingine. Wale watu walioona ya kwamba unafanya kazi isiyo na faida, wanaenda kuona ya kwamba hiyo kazi imebadilika. Sasa hiyo kazi inaenda kukuinua, hiyo kazi inaenda kukubadilisha. Haijalishi unaishi mahali gani, haijalishi unaishi kwa nyumba gani, lakini mahali penye unaishi, hapo ndipo Mungu anaenda kukubariki. Hapo ndipo Mungu anaenda kubadilisha maisha yako. Hapo ndipo Mungu anaenda kukuinua. Hapo ndipo Mungu anaenda kukupa imani. Unaenda sasa kuinuka. Hautakuwa yule mtu wa kitambo, hautakuwa yule mtu ambaye ulikuwa unaongelewa, hautakuwa yule mtu ambaye watu walikuwa wanasemanga kwa kila wakati ambapo unapita, wanasema ya kwamba huyu mtu amekuwa ni mtu wa shida. Jina lako linaenda kubadilika kuanzia sasa hivi. Mwaka jina lako linabadilika, kazi yako inabadilika, shughuli zako zinabadilika, maisha yako inabadilika, hata mapato yako inabadilika. Kwa jina la Yesu Kristo unaenda kubadilika. Najua tumehangaika kwa muda mrefu, hata wengine tumewekelewa majina, wengine tumewekelewa majina, wengine tumewekelewa majina, wengine wakaongea katika maisha yetu, wengine wakaongea jinsi tunavyoishi, wengine wakakuja kwa nyumba zetu wakaona jinsi tunavyoishi, wakaanza kusema ule mtu amekaa Nairobi kwa muda mrefu, akina kule chochote amefanya. Nataka nikutangazia kwamba hayo yote yanaenda kubadilika. Hayo maneno ambayo wameongea yanaenda kubadilishwa kwa jina la Yesu Kristo. Maisha yako yakabadilike, maisha yako yakabadilike kuanzia siku ya leo. Maisha yako yakabadilike mwaka huu, maisha yako yakabadilike. Kama ni kazi ukapokee kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni kazi ya mateso ikabadilike na ukapate kazi kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ajira yako ikabadilike. Wale waliokudharau wakabadilisha statement yao kuanzia siku ya leo, wakabadilisha statement yao, wakasema ya kwamba tulikuwa tunafikiria kwamba huyu mtu atabarikiwa, lakini tunaona matendo makuu, tunaona ya kwamba amebarikiwa. Hatujui anafanya kazi gani. Ninataka ya kwamba watu wakaulizane kazi unayoifanya kulingana na ile maisha yako itakavyobadilika. Watu waanze kuulizana wanafanya kazi gani. Haijalishi unafanya kazi gani, lakini hiyo kazi unayoifanya ikabadilisha maisha yako kuanzia sasa hivi. Watu wakaanza kuulizana kupitia kwa hiyo kazi, kupitia kwa hiyo kazi unayoifanya. Watu wakaanza kuulizana anafanya kazi gani, huku Nairobi anafanya kazi gani. Watu wakaanza kutamani kazi unayoifanya. Kwa jina la Yesu Kristo hautateseka tena. Huu mwaka unapoanza hautateseka tena, utaitwa mbarikiwa. Maandiko yanatuambia kwamba wana wa Israeli walipotoka Misri, Mungu aliwaambia kwamba mateso yenu imefika mwisho, mnaenda kwa nchi ya ahadi, nchi ambayo mtakunywa maziwa, nchi ambayo mtalamba asali, hamtakuwa na mateso tena. Ulipovuka huu mwaka, usikuwe na mateso tena, uwe na maisha mazuri, ukabarikiwa kuanzia sasa hivi. Huu mwaka ukawa baraka katika maisha yenu,
abadilishe maisha yenu ikabadilike. Hata ndoa zenu ziwe na amani. Kuanzia sasa hivi ndoa zenu ziwe na amani. Haijalishi mumeteseka kiasi gani kwa ndoa zenu. Haijalishi ndoa zenu zilikuwa za kusumbuka. Lakini mwaka huu ndoa zenu zipate amani. Hata kama zilikuwa zimekufa, hata kama zilikuwa zinagonjeka, zipate uhai kwa jina la Yesu Kristo. Zikafufuke mahali popote zilipo, zikapate uhai kwa jina la Yesu Kristo. Amuka kwa miguu yako miwili. Amuka tu kwa miguu yako miwili. Tunapoenda kuomba, nataka tu nikaanze kuomba kwa ajili ya watoto wetu watakayerudi kwa shule. Hao watoto wakaanza kukuja hapa mbele, wakafuatiwa na wazazi. Wazazi watakuwa nyuma yao. Ukijua mtoto wako atarudi kwa shule, mtoto wako akuwe mbele na mzazi ukafuate nyuma yake. Hata kama mzazi uko mahali hapa na mtoto wako ako nyumbani, kuja hapa mbele tunapoenda kuomba. Najua ya kwamba hawa watoto walio mahali hapa wote watakuwa nyota.